tuambie mama yake. Marahaba vipi? Tumemwona Doris kule ametupwa. Doris mwanangu mie? Ndio. Mmemwona wapi nye? Kule. Na nini kafanyeje huyo? Nipelekeni. Mnapajua lakini? Ndio. Nipelekeni. Yes, safi. Na mimi na wasiwasi sisi tukafanya vitu vingine ambavyo vikatuletea balaa baadaye. Sasa hebu niambie tunafanyaje hilo hapo? Yaani mimi kwanza bosi upepo ni kutoe hofu. Halafu ni kutoe wasiwasi kabisa. Sawa? Yaani mtu hawezi kwanza akaja tu akatoka huko akaja kumteka mkeo na sisi tupo. Sawa. Sasa mimi nikawaza kichwani nikasikuti. Nikaona hapa nchongo mmoja tu na sisi tunamteka mkewe. Yaani tunamchukua kabisa na sisi tunamweka yule. Alafu tukishanteka bosi sawa, yule tunamfungia kwenye kisima cha siafu. Kwanza yule ananyovolewa nyama zote. Yaani kafanya bosi upepo unaishi kwa wasiwasi. Yaani hilo swala kwako lisiwe na shida. Usione kwamba ukasema eti mimi chapele mimi ndo mwenyewe kiasi kujilipua zangu nyepesi tu hizo. Sawa? Mimi nilinkata mtu kichwa kwenye komodo kipenzi. Sawa? Hiyo zamani hiyo. Watoto sasa hivi hawanijui. Ndio mimi sasa mwenyewe yule, sawa? Hiyo tu shida hilo. Hiyo imekaa vizuri. Hiyo safi hiyo. Hiyo imekaa vizuri sana. Lakini mimi na wasiwasi bado. Na yule ndugu yake yule. Hivi kweli yuko pamoja na sisi yule? Usijali kabisa kuhusu Edo. Edo yuko pamoja na sisi kabisa Mr. Upepo. Una uhakika? Uhakika huko. Maana bwana sisi tukamchukua tukasema tuko naye kumbe baadaye akatugeuka. Hiyo kazi imeisha. Bosi usijali, watu unao. Yaani mimi na mwanangu Loki hapa Ntombadi, sawa? Sisi kazi tunamaliza. Mimi zamani nilikuwa nikipita, watu wananiimba, Boranki. Sawa? Huyu bwana anamuita Sensi ya Loki. Sawa? Hiyo nimezidisha hiyo bosi.
yalikuwepo hapa. Mwanao ndio yuko humo ndani, aongei wala hali. Kila kitu mimi na huyo mumewe hata alipo mimi simjui. Toka nimlete hapa nyumbani sijamwona mumewe afanye. Inavyoonekana mwanamke sio mzuri. Kwa sababu mkewe kapata na matatizo. Yeye mpaka sasa haonekani. Inavyoonekana huyu mwanaume sio mtu mzuri. Inabidi dada idoa tuvunje. Huyu mwanaume sio mtu. Ndugu wangu unaongea sahihi, lakini sisi tutafanya hivyo. Wenyewe watakubali? Wao unaogopa wenyewe. Sisi ndo wazazi na sisi ndo tulomzaa mtoto. Kwa hiyo lazima ndoa ivunjwe. Sawa. Tutajaribu kwenye hilo. Lazima ndoa ivunjike, haiwezekani. Kuhusu kazi yangu. Na hakika tutaifanya vizuri kweli kazi yangu. Maana mimi na wasiwasi na wewe. Mr. Pepo. Ndio. Mr. mtoto mdogo. Na hii kazi ya unyang'ao sijaianza juzi. Maana mimi na wasiwasi. Sawa, kwa sababu hujaniambia wewe na kaka yako kinachofanya mpaka unamchukia ni nini? Maana yule kaka yako mpaka napelekea unamchukia. Niko ndio kinachonipa mashaka. Ninakuwa na wasiwasi sana na wewe. Mr. Pepo. Laiti ungejua yule bwana anapomchukia. Hii kazi ungenipa tangu mwaka jana. Namchukia mpaka mwisho. Sawa. Basi ninakukabidhi hiyo kazi. Uifanye kwa ufasaha. Story ndefu. Tutaongea wakati mwingine. Hapa tamu. Karibu sana. Na nakutegemea kwa kazi yako. Bila shaka. Sawa. Ulitokea na nini mama? Mimi mama yako naneka mashakani. Tuambie mwanangu ilikuwaje? Doris. Wewe Doris. Mama. Mimi nilipigiwa simu niko nyumbani. Nikaambiwa kuwa mume wangu kaonekana kule msituni. Aliyepiga alikuwa ni mwanamke. Wakati nimetoka nyumbani naelekea msituni, kuna wale wadada waliokuja nyumbani pale wakafanya ile tukio. Tena niliwaona. Sijajua kwa ule ni ulikuwa mtego. Kwa hiyo sasa ikawaje? Walinikamata. Sijui nini tena kiliendelea. Tuadisie, unalia nini Doli? Tuadisie ili tufahamu. Sijui nini mama kiliendelea. Usilie sasa mama.
kishoda hii. Hii sina kishoda, nikipiga nachimbua madedas, na nachimbua sehemu za siri zile. Aya. Hii tai chi imezidi. Ndio kijana. Sasa unajifua kidogo. Sawa. Mazoezi mazuri sana. Nilikuwa matukio ya kiume kidogo kufanya mazoezi haya. Yaani mimi kwenye swala la kusema kupiga shadow shanti kuvunja shingo, mimi mbona mwenyewe? Yaani mimi ndo mwenyewe. Mwaka 1990 nimesemaje hapo? Hiyo nimesema 96 99 hapo. 99 hiyo. Nikasajiliwa na makomando wa kibaba wale. Sijakaa vizuri, komando Jide kaniita. Sasa nyimbo yake basi hata umeifungia huko. Mimi nilipokwenda sikufanya makosa, nikakata nikapunua. Sawa? Ndio. Mpaka leo mimi ndo vitu vyangu hivyo sasa. Kwa swala dogo tu kumteka mtu hilo. Sawa. Na haya mazoezi kwa ukimaliza na kuandalia chai nzito. Ili mwili uendelee kukaa vizuri. Usipate shida yoyote. Hiyo swala limeisha. Watoto wa kileo wanasema bure kifasi. Hiyo. Si ndio yenyewe hiyo? Hiyo. Hiyo safi hiyo. Hiyo shebele. Hiyo kama mwamposa nchawi mafuta tu hapo. Mimi chai ndo mwenyewe. Yaani, ushaza mambo yako. Ndio tukanywe chai, chana na mambo ya kitoto. Marahaba. Nimekuja kuongea kidogo. Chambele. Hivi ulivyoongea unajielewa kweli wewe? Unakumbuka mara mwisho nilipokuja nyumbani kwako? Binti yangu alipopata matatizo. Nilikwambiaje kama wewe binti anakushinda niondoke naye kwangu? Uliniambiaje wewe? Ulisema mimi hapa usalama, bodyguard, haina shida, huyu yuko safe. Ndio usalama huo unaofanya? Huo ndio usalama? Mimi nilikuwa najua yake mtego anaogopa sasa kwa gani. Wenda kuja ndani. Kama yuko nitoenda kudai. Chambele. Usijizime. Binti yangu nimemuokota huko. Nusu ya kufa. Wewe umekufa. Ulipotaka wewe. Ulivyotaka wewe na jamaa wako upepo ili hapo. Ndio hivi. Usinichukulie hapa. Kamchukulie babako na mamako. Kwani? Hapa kwangu marufuku hapa. Ulolitaka umedunda. Chambele ondoka. Basi kama hivyo nitoe. Chambele toka bwana. Nyumbani kwangu usije tena. Usije hapa nisikuone unakanyaga unataka mke. Wewe mke unataka mke. Wewe mume wewe. Wewe gume. Wamekushinda jamii ni mtume akutaka. Toka hapa. Ndio umetoa. Nenda zako kwa kutenishana. Mwanadamu. Karibu. Hiyo safi hiyo. Watoto wa mjini wanasema shebele. Mimi na shida. Shida gani? Ni palimedi ya kukumbila. Matatizo haya. Hiyo nitakuwa nimeongea kilugha. Yaani nataka maji ya kunywa.
Shemeji. Nimekukosea. Wewe ulikuja nyumbani muda sio mrefu kuomba maji ya kunywa wewe. Nimekukosea nini mimi shemeji? Karibu kwenye maya yangu. Karibu sana. Wewe ndio Mr. Upepo? Ndio mimi. Nimekukosea nini mimi jamani? Unataka kufahamu? Na wakati kitu kinachoendelea unajua. Mumeo amemteka mke wako. Mbona wewe ufahamu? Nilisikia tu. Ukisema unasikia, unakosea. Kila kinachoendelea unakifahamu. Kwa hiyo sasa hivi uko kwenye maya yangu, utapumzika hapa kwa muda unaotaka mimi. Naomba nirudisheni nyumbani. Ukisema nyumbani sasa hivi haraka hiyo haipo. Ila utulie hapa. Sitaki kusikia kelele yoyote. Afu tumuone yeye sasa. Aliyemteka mke wako. Kama ana uwezo kufika hapa. Unajua kuna muda kuna vitu unavifanya na ndio dunia akili sana. Hivi umeshawaza ni madhara gani ambayo atakukuta baadaye kwa utumiaji wa pesa kama ulivyotumia jana pale kwenye pati? Nafanya kazi ngumu. Kwa matumizi yangu ya pesa hayakuhusu. Natumiaje pesa haikuhusu. Ni pesa zangu. Na ni nguvu yangu ninaitoa kwenye kazi. Ni kazi ngumu kweli tunaifanya. Ni kazi ya kuuza roho. Yaani ni kazi ambayo tunafanya muda wote roho ipo mkononi. Kwa hiyo kuna muda ujue takiwa tuoneane huruma. Kuna muda utafika, hii kazi utachana nayo, sio kama utafanya milele. Inakuhusu nini sasa? Matumizi yangu ya pesa, wewe inakuhusu nini? Afoya, tusingiliane kwenye masuala yangu ya pesa. Pesa zako weka akiba. Pesa zangu hazikuhusu. Umenisikia? Hizi ni za kwangu. Afu kwa nini unapenda kuniingilia wewe? Tulia wewe. Ndio mkamwangalie sister huyo kule. Nipandishe kibesi, unanijua mwenyewe, sikopeshi. Sikuogopi. Afu wewe sio unatumia chuma kiasala asala, unashana wenyewe kwa wenyewe. Wewe ni nani ambaye unatembea kwa kujiamini kwenye himaya hii? Dogo. Unanijua vizuri mimi? Sikufahamu. Na upo kwenye himaya yangu. Ni vyema ungejitambulisha. Wewe ni mtoto mdogo sana. Wala huwezi kuniumiza kichwa. Pisha kwenye njia yangu. Siwezi kupisha. Upo kwenye utawala wangu na huku ili eneo mtu akija huku lazima taarifa zifike kwa mheshimiwa. Pisha nipite. Nimesema pisha. Siwezi kupisha bro, au unataka ngumi?
Kumbe bado unahitaji mazoezi ya kutosha. Kwa uwezo wako naweza nikakupiga mkono mmoja. Yo. Nuka sasa. Tulia. Niachie. Simama juu. Nishakwambia upo kwenye utawala wangu bro. Ongoza njia. Ongoza njia na kwenda ni wapi? Kimbeo.